Ulaji wa ugali wa sembe umeongezeka ndani ya jamii na kumekuwa na nadharia nyingi sana ambazo nakuta wale watumiaji wanakuwa wanasema kwamba kwa nini wanatumia, na baadhi wamekuwa sema kwamba kwa nini wameshauriwa kutumia ugali huu wa sembe. Baadhi wamekuwa wakisema kwamba ni vema kuweza kukoboa mahindi na kutumia ugali wa sembe kwa ajili ya kuepuka issue ya sumu kuvu ambayo inakuwa kwenye suala la mahindi, na wengine wamekuwa wakisema kwamba wameshauriwa kuweza kukoboa mahindi na kula ugali wa sembe kwa sababu ya kuweza kuondoa zile sumu ambazo tunatumia kuhifadhia mahindi kwenye magari ya kuhifadhia mahindi, na wengine wamekuwa wakisema kwamba wameshauriwa kutumia kwamba ugali wa sembe kwa sababu ni mzuri sana, hasa kama unavyokuwa una vidonda vya tumbo ama una issue ya acid reflux, kwani haipelekei yale maumivu ya tumbo. Kwa hiyo kumekuwa na nadharia kadhaa ambazo watumiaji huwa wanakuja wanasema ni kweli si kweli. Basi leo niko hapa kwa ajili ya kuangazia kwa kina ugali wa sembe, hasa madhara yake, na nitaweza kuzungumzia na hizo nadharia kipi ni kweli kipi si kweli. Kwa hiyo nikusii twende sambamba mwanzo mpaka mwisho uweze kukifahamu chakula hiki aina ya ugali wa sembe kwa kina. Upo na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Mada ambayo iko hewani ni madhara matano yatokanayo na utumiaji wa ugali wa sembe. Kwa wale watu ambao hawajui ugali wa sembe kwamba ni ugali wa namna gani ama ni chakula cha design gani, nikufahamishe tu kwamba ugali wa sembe ni ugali ama ni chakula ambacho kinatokana na unga ambao umetengenezwa baada ya kuwa mahindi yamechukuliwa na kupelekwa mashineni na kukobolewa na kusaga. Tunapata ule unga ambao tayari umeshaondolewa yale makapi mlo, ambao unga huo unaweza ukautumia sasa kutengeneza huo ugali. Huo ugali wa design hiyo huwa tunaita kwamba ni sembe. Ukichukua mahindi kwenda kuyasaga hivyo hivyo, ule ugali tunaita kwamba ni dona. Sasa swala la ugali wa sembe umekuwa na mambo mengi ambayo hakika wengi wanashindwa kuelewa ni kweli au si kweli, na ambazo wamekuwa wakizitoa kama sababu za wao kuweza kukoboa yale mahindi. Kwa mfano, sababu ya kwanza wamekuwa wakisema kwamba ni wanakoboa kwa sababu ya kuondoa ile sumu ya kuhifadhia mahindi kwenye gara. Naomba ni kufahamishe kitu kimoja. Sumu ambazo tunatumia kuhifadhia kwenye mahindi kwenye magara ina muda wake wa kuexpire, ambapo hata pale unaweza ukaosha mahindi yako na ukayatumia tu vizuri pasipokuwa na shida yoyote. Kwa hiyo hii sababu ya kusema kwamba tunakoboa ili kuweza kuepusha hii sumu bado haingii akilini vizuri, kwa sababu ni kwamba sumu hii inakuwa na muda wake, na sidhani kama kuna mtu ambaye kwamba leo anahifadhi mahindi anaweka sumu kwenye yale mahindi afu kesho anaanza kuyatumia. Sidhani kama kuna mtu wa design hiyo, bali najua kwamba kuna muda wake wa hii sumu kuweza kuisha nguvu, ambapo muda huu unaweza kuyatumia. Hata hivyo, sumu hii ambayo huwa tunatumia kuhifadhi kwa ajili kuzuia wadudu wasiweze kutafuna yale mahindi, ni kwamba unaweza ukiyaosha yale mahindi yale vizuri, kunakuwa hakuna shida ya aina yoyote. Kwa hiyo bado hii haitoshi tu kufanya wewe uweze kukoboa mahindi. Sababu ya pili wanasema ni issue ya sumu kuvu, kwa maana kwamba sumu kuvu hiyo inasababisha saratani ya nne. Kitu ambacho naomba nikufahamishe hiki, sumu kuvu katika majaribio kadhaa ambayo imeonyesha kwamba sumu kuvu inaweza kusababisha hiyo saratani ya ini. Fahamu kwamba sumu kuvu hiyo si yenyewe ambayo isababisha saratani ya ini, ila bali iliweza kusababisha saratani ya ini katika uwepo wa protini tukanao na wanyama. Tatizo siyo sumu kuvu, tatizo ni protini itokanayo na wanyama. Ulaji wa vyakula kutokana na protini na wanyama sambamba na sumu kuvu inaweza ikaleta changamoto, lakini fahamu tu kwamba sumu kuvu si kwamba tuko kwenye mahindi. Kuna vyakula vingi ambavyo vinakuwa na hii issue ya sumu kuvu, ambao bado ni issue ya kuweza kuandaa mahindi. Yaani bado point tena hii kwamba yale mahindi kanunue, yaandae vizuri, chambua yale mabovu, ondoa, halafu nenda ukasage, wala huwezi kumbana na changamoto yoyote. Lakini fahamike tu kwamba ile point sema kwamba sumu kuvu inasababisha saratani ya ini, hicho kitu unataka ufahamu kwamba si kwamba sumu kuvu inasababisha saratani ya ini, ila bali protini tukanao na wanyama
kama kuna issue ya sumu kuvu, halafu kala protini zitokanazo na wanyama, ndio ambazo huwa zinasababisha saratani ya ini, ama ndio ambazo huwa zinachochea ile saratani ya ini. Haya, kuna sababu nyingine ya watu kukoboa mahindi, ni kwa sababu wanasema kwamba ugali ule wa sembe huwa ni mzuri sana kwa mgonjwa mwenye shida ya vidonda vya tumbo ama acid reflux, kwa maana ya kwamba ugali huu huwa hausababishi tumbo kuweza kuuma. Hiki kitu naomba nikufahamishe kwamba hakuna uhusiano wowote wa tumbo kuuma na ulaji wa ugali wa dona, wala hakuna uhusiano wowote wa ulaji wa sembe na kupona maumivu ya tumbo. Hakuna uhusiano wowote. Kama inatokea kunaweza kuwa na issue nyingine, lakini si kwa sababu tu kwamba mahindi kwamba yamekobolewa. Sio kweli. Kwa hiyo hii sababu bado nayo pia haiko sahihi. Mwisho, baadhi wanakoboa kwa sababu tunakwambia kwamba ule ugali wa sembe ni mzuri, unavutia machoni, kwani wanasema kwamba ni mweupe, alafu ugali wa dona kwamba ni mweusi. Kwa hiyo hii ni issue ya preference. Ni mtu kama mtu tu anavyopenda tu, ni mapendeleo tu ya mtu. Kwa kati ya hizi sababu zote, hakuna sababu yenye mashiko na hakuna sababu yote ambayo ni ya kisayansi ambayo inasema kwamba haya mambo ndio mambo ambayo tuyazingatie kwenye kukoboa mahindi ili tuweze kutumia ugali wa sembe. Hii kitu sio kweli, ila sayansi inatuweka wazi kwamba kuna madhara yatokanayo na matumizi ya ugali wa sembe. Ugali wa sembe kuna madhara kadhaa, madhara makuu matano. Namba moja, sembe ni ugali ambao unapandisha sukari kwa kasi, sukari ya damu, ukilinganisha na ugali wa dona. Mgonjwa wa sukari inatakiwa tumia ugali wa dona tofauti na ugali wa sembe. Hata kwa yule ambaye hana shida yoyote tu kwamba inatakiwa tumie ugali wa dona na sio ugali wa sembe, kwani ugali huu unapelekea ongezeko kubwa sana la sukari kwenye damu, kwa sababu tu masuala kama makapimo tumeshaondoa ambayo angeweza kusaidia katika kucontrol kiwango ama kasi ya ufyonzaji wa sukari kwenye utumbo wako. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza ama madhara ya kwanza ambayo inaweza itamkumba mtu ambaye anatumia sembe. Na hapo huwezi kugundua, labda uende ukapime. Yaani ukishamaliza kula, hata ukipima, ukishamaliza kula ugali wa sembe huu, ukipima mara nyingi utakuta kwamba sukari kidogo imeweza kuongezeka. Madhara ya pili ambayo yanatokana na ulaji wa ugali wa sembe ni unene kupindukia na kitambi. Hakuna namna ambavyo unaweza ukapungua uzito au namna ambayo unaweza ikakusaidia kupunguza kitambi chako kama bado unakula ugali wa sembe. Hiyo namna haipo. Hata kama ufanye mazoezi bado huwezi kupungua, kwa sababu hii sembe ina wanga mbaya sana, kwa maana kwamba kwenye sembe hapa kilichobakia ni nishati tu ama ni glucose ama ni sukari tu, na hakuna virutubisho vingine. Kwa hiyo hii inachochea habari za vitambi na unene kupindukia. Madhara namba tatu ni kwamba ugali wa sembe, wakati baadhi ya wagonjwa wamesema kwamba wameshauriwa kutumia ugali wa sembe kwa ajili ya tatizo la vidonda vya tumbo, naomba nikufahamisha kitu kimoja kwamba matumizi ya ugali wa sembe unasababisha matatizo mengi ya mmeng'enyo, kama vile ukosefu wa choo, tumbo kujaa gesi, swala la acid reflux, ongezeko la acid, na habari za vidonda vya tumbo. Inachochea kwa sababu ile sembe ni kwamba inaongeza, kwa upande wa vidonda vya tumbo huwa inaongeza uzalishaji wa asidi kwenye tumbo lako. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni haisaidii kwenye swala la matatizo ya mmeng'enyo kama vidonda vya tumbo, bali inachochea matatizo ya mmeng'enyo haya ambayo nimeweza kuyataja. Kwa hiyo ni madhara namba tatu ambayo natarajia kwamba tutaweza kumbana nayo kama ni mtumiaji wa sembe. Madhara namba 4 ambayo atakayofahamu ni kwamba ni kuwa hatarini kupata changamoto ya upungufu wa virutubishi mwilini kwako, kwani sembe halina virutubishi vya aina yote. Tumeshaondoa vitamini kama vitamini B1, B2, B3, habari za madini, kuna habari za makapimlo na kemikali nyingine ambazo ni muhimu sana kwa ajili ya kulinda afya ya binadamu. Vyote tumetoa, kichobaki hapa ni wanga tu peke yake ama ni sukari tu peke yake, ndio hapa kimebaki. Kwa watumiaji wanakuwa wako hatarini kupata changamoto ya uhaba ama upungufu wa virutubishi kwenye mwili wao kama ni watumiaji wakubwa sana, na kama chakula hiki kimechukua nafasi yao kubwa sana ya milo yao kwa siku. Hii ni changamoto namba 4 ambayo unaweza kukutana nayo. Changamoto namba 5 ni matumizi ya sembe yanaongeza uhatari wa
inaongeza uhatari wa kushambuliwa na magonjwa mbalimbali yasiyoweza kuambukizwa kama vile magonjwa ya moyo, pressure, matatizo ya ini, matatizo ya figo na matatizo ya mawe kwenye mfuko wa nyongo, matatizo ya mawe kwenye figo na matatizo mengine mengi chungu zima yanaongezeka kwa sababu ya matumizi ya sembe. Kwa hiyo haya ndio madhara ambayo natarajia mtumiaji wa ugali wa sembe atakutana nayo, tofauti na mtu ambaye anatumia dona. Katika tafasiri nyingine, dona ni bora sana kuliko ugali wa sembe. Kwa kama ulikuwa na maswali kwamba ugali wa sembe ni mzuri ama ni mbaya, kuna madhara gani, basi hayo ndo madhara na huo ndo uhalisia juu ya ugali wa sembe. Ni kushukuru tu wewe kwa kuitazama video hii. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie ambaye kitaaluma ni nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.